Kocha Platinum, kocha la viwango, limetua ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa kwenda kuungana na mwalimu Romain Folz kuhakikisha Dar es Salaam Young Africa inaendeleza makali yake na inakuwa timu bora katika ukanda wa Afrika kwa ujumla na Afrika Mashariki na Kati. Vile vile ligi kuu ya NBC. Tunatambua Patrick Mabedi ni miongoni mwa walimu wakubwa sana, walimu ambao wana profaili kubwa sana barani Afrika. Jana Dar es Salaam Young Africa chini ya Rais Engineer Harris wamemtambulisha Patrick Mabedi kuwa kocha msaidizi ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa kwenda kuwa pamoja na mwalimu Romain Folz katika benchi la ufundi. Tunakwenda kumtazama kocha huyu ambaye amemaliza muda wake ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Malawi kama kocha mkuu. Patrick Mabedi tunaweza kumtazama katika uzoefu, mbinu zake, historia yake, ni wapi na wapi ambapo amepitia akiwa kama mchezaji, vile vile akiwa kama kocha mkuu ama kocha msaidizi. Patrick Mabedi, raia huyu wa Malawi mwenye umri wa miaka 51, mchezaji wa zamani wa klabu ya Big Bullet ya pale nchini kwao Malawi. Vile vile mchezaji wa zamani wa Kaizer Chiefs, Maroka Swallows FC. Lakini katika upande wa kucheza amecheza kama beki wa kati akiwa na vilabu tofauti tulivyovitaja hapo: Maroka Swallows ya pale nchini Malawi, Big Bullet ya Malawi, vile vile klabu ya Kaizer Chiefs ya nchini South Africa kwa Madiba. Lakini kwa upande wa kuhudumu kama kocha amehudumu katika vilabu tofauti tofauti. Kwa mara ya kwanza kazi yake ya ukocha alianzia pale katika klabu ya Maroka Swallows ya nchini kwao Malawi, akafundisha kwa msimu wa mwaka 2007-2008 akiwa kama kocha msaidizi, kisha akatimkia zake South Africa katika klabu ya Kaizer Chiefs, klabu ambayo aliwahi kupita kama mchezaji wa timu hiyo. Hapo Kaizer Chiefs alikuwa kama kocha msaidizi, lakini baada ya kuondoka kocha mkuu akakaimu kwa muda kama kocha wa muda wa kikosi hicho cha Kaizer Chiefs, kisha akaelekea zake Cape Town All Stars vile vile ya South Africa. Amepita Black Archers, amepita Black Leopard, lakini mafanikio zaidi ambayo ameyapata kama kocha mkuu ni ndani ya kikosi cha Malawi. Msimu wa mwaka 2024-2025 shirikisho la soka nchini Malawi likamteua kuwa kocha mkuu wa kukiongoza kikosi hicho kwa ajili ya michuano tofauti tofauti ambayo Malawi inashiriki: kufuzu kombe la dunia, kufuzu michuano ya mataifa huru barani Afrika. Mwalimu Patrick Mabedi akaiongoza Malawi katika michezo 16, akipata ushindi katika michezo yake 4 na kuambulia sare katika mchezo wake mmoja. Unaona ni kwa namna gani mwalimu ambaye ana uzoefu mkubwa sana katika soka la Afrika, kuanzia katika ngazi ya vilabu, akiwa ana uzoefu aliopata Kaizer Chiefs, ameupata timu ya Maroka Swallows ya nchini kwao Malawi, lakini na vilabu tofauti tofauti ambavyo amewahi kupita katika nchi ya South Africa. Kwa hiyo kwa upande huo wa historia yake na experience yake kubwa ameipata katika bara la Afrika, na safari hii akiwa ametambulishwa kama kocha msaidizi ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa kwenda kumsaidia mwalimu Romain Folz. Tumtazame ni kwa namna gani ataongeza faida na kuleta tija ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Tunatambua mwalimu Romain Folz ni muumini mkubwa wa 4-3-3, nyuma kucheza na wachezaji 4, katikati wachezaji 3, lakini katika eneo la ushambuliaji vile vile akiwa na wachezaji 3. Lakini mwalimu Patrick Mabedi vile vile ni muumini wa mfumo huo: nyuma 4, katikati 3 na mbele washambuliaji 3. Kwa hiyo unaona walimu ambao ni waumini wa falsafa moja wanaenda kukutana ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Hii inakwenda kutoa taswira gani? Hii inakwenda kutengeneza ushirikiano ama mawazo sawa ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Tunatambua wananchi ni waumini wa kucheza mpira wa chini, ni waumini wa kushambulia kwa kushtukiza, ni waumini wa kushambulia kupitia sehemu zote za pembeni, lakini wamekuwa hatari zaidi wanapokuwa na viungo wengi katika eneo la katikati. Mwalimu Patrick Mabedi naye ni muumini wa kujaza viungo wengi katika eneo la katikati, kwa sababu ndio eneo ambalo linatoa ufanisi mkubwa sana kwa klabu yoyote ile. Kwa hiyo mwalimu Romain Folz
ukiunganisha na nguvu ambayo ameongezewa ndani ya kikosi chake mwalimu Patrick Mabedi, unaona sasa ile false ball inaenda kukamilika zaidi na kuongeza kitu kipya ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa. Si hivyo tu, ushirikiano wake mkubwa na kuwazoea wachezaji wa Kiafrika. Amefanya kazi katika mataifa tofauti tofauti, South Africa, amefanya kazi Malawi, anajua wachezaji wa Kiafrika ni wachezaji wa namna gani, wana staili gani ya uchezaji, lakini anatambua kwamba tukitoka nje ya klabu yetu tunapokwenda kucheza katika michuano ya kimataifa, michuano ya klabu bingwa barani Afrika, tunakwenda kukutana na wachezaji wa namna gani, kwa sababu alipokuwa Kaizer Chiefs amewahi kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Huo ni uzoefu, kwa hiyo anauleta ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa, ukijumlisha na ule ufundi aliokuwa nao mwalimu Rommel Folz ndani ya kikosi hicho, wanakwenda kutengeneza soldi iliyokuwa nzuri. Tukiachilia hapo katika kuwajua na kuwatambua wachezaji wa Kiafrika, vile vile faida ambayo anakuja nayo mwalimu Patrick Mabedi ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa ni katika swala la kiufundi. Amehudumu kama kocha msaidizi kwa muda mrefu sana katika timu mbalimbali ambazo akiwa kama kocha msaidizi. Cape Town All Stars ya South Africa alikuwa kocha msaidizi. Kaizer Chiefs alipofika kwa mara ya kwanza katika timu ya taifa ya Malawi, unaona anajua kwa namna gani kumsaidia kocha mkuu ili mradi kuhakikisha timu inakwenda kupata matokeo. Na safari hii anakuja kuchagiza kile ambacho mwalimu Rommel Folz anakihitaji, kuwa na mwalimu msaidizi ambaye ana uzoefu mkubwa na soka la Afrika. Mwalimu Patrick Mabedi ni mtu sahihi sana ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa kutokana na ufundi wake wa kujua kwa namna gani kukaa na wachezaji, kwa namna gani kumshauri kocha mkuu kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri. Lakini kitu kingine ambacho atakiongeza mwalimu Patrick Mabedi, mwalimu mwenye viwango vya platinum, ni kuweza kwa namna gani kwenda kutoa ule uzoefu wake akiwa kama kocha ambaye amewahi kucheza soka katika eneo la nyuma, akiwa ni beki wa katikati katika vilabu ambavyo amepita, anakwenda kuwasaidia na kutoa uzoefu kwa mabeki ambao waliokuwepo wa Dar es Salaam Yanga Africa. Tunatambua timu ambayo imeruhusu magoli machache msimu uliomalizika, msimu wa mwaka 2024 2025 ni kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa. Kuongezeka kwake anakwenda kuongeza chachu nyingine na usaidizi mkubwa kwa kina Ibrahim Abdullah Hamad Baka ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa, Dickson Jobu, Mohamed Hussein Shabalala, Zimbwe Junior, lakini kwa kina Israel Patrick Mwenda kwa kuwasaidia kwa namna gani kwa uzoefu wake na kama kocha msaidizi kwa namna gani anakwenda kuimarisha safu ya nyuma ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa. Si hivyo tu, yeye ni muumini zaidi wa kucheza katika eneo la katikati. Tunatambua kumekuwa na kukwama kwa namna kubwa ndani ya kikosi cha Yanga tangu ajiunge mwalimu Rommel Folz. Yeye anakwenda kurekebisha kwa sababu ni muumini na ni mshauri mkuu wa mwalimu ndani ya timu hiyo. Wanapofeli katika mpango wa awali, mpango wa mwalimu Rommel Folz direct football, unaona sasa Yanga imepata mwalimu mwingine ambaye ana falsafa mbadala kwamba tunaposhindwa kufeli katika hatua ya kwanza ama katika mpango wa kwanza wa mechi husika, tunaweza tukaenda na mpango mkakati wa njia ya pili ama plan B. Kwa hiyo uwepo wa mwalimu Patrick Mabedi ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa una faida kubwa sana katika kikosi hicho. Kwanza, ana uzoefu mkubwa barani Afrika. Pili, anawatambua wachezaji wa Kiafrika na mifumo yao ya uchezaji. Lakini jambo la tatu, ni mwalimu ambaye amefanya kazi na walimu wengi akiwa kama kocha msaidizi. Sasa anakwenda kumsaidia kijana mdogo Rommel Folz, kocha mwenye umri wa miaka 35 ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa, akiwa analetewa mwalimu ambaye ana uzoefu. Umri wake kama nilivyotangulia kusema ni miaka 51. Ukijumlisha kijana mdogo anakwenda kukutana na mwalimu ambaye ana uzoefu. Wanasema Waswahili, kijiji bila wazee akiendi. Unaona sasa Dar es Salaam Yanga Africa wamemletea mwalimu Rommel Folz, mwalimu mwenye uwezo mkubwa, mwalimu mwenye experience ya miaka mingi na soka la Kiafrika. Mimi ni Shisco JR.